Kimsingi mimi kama mwenyekiti wa wachimbaji mkoa wa Geita, kwanza ninafurahia hii miaka minne ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi kubwa sana hasa kwa mkoa wetu wa Geita. Tulikuwa na pori la akiba la Kigosi ambalo lilikuwa ni pori linalosadikiwa kuwa na madini ya kutosha, na kwa sababu lilikuwa ni pori la akiba ilikuwa ni ngumu sana wachimbaji kuweza kuingia kwenda kufanya uchimbaji mle. Lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliona ni busara, sasa ni wakati umefika wa wananchi hasa wanageita kufaidi urithi uliowekwa na Mwenyezi Mungu katika pori hilo la Kigosi, na kupitia sasa sekta hii akaagiza, na waziri wetu ni msikivu kweli kweli, akaweka mipango mizuri ya wananchi sasa kupata vitalu vya kuchimba madini ndani ya pori hilo, na shughuli hizo zimekamilika. Tumekuwa na awamu ya kwanza ya ugawaji vitalu takriban 2000 na kitu. Tumekuwa na awamu ya pili nayo imekamilika, lakini tutakwenda awamu ya tatu. Kwa hivyo ni namna gani sasa sisi wachimbaji tumenufaika? Sisi tumenufaika sana na uamuzi huo, kwa sababu kilio chetu kikubwa kilikuwa ni sisi ni wapi tutapata vitalu, tutapata maeneo ya kuchimba, kwa sababu kama unavyojua kila sekta ina watu wake. Wavuvi wanategemea kuvua samaki, wakulima pia wanategemea maeneo ya kulima, wafugaji pia wanategemea wapate maeneo ya kufuga. Sasa sisi wachimbaji tunategemea na sisi tupate maeneo ya kuchimba. Sasa Mheshimiwa Rais ameimaliza kabisa kiu hiyo kwetu wanageita. Kwa kweli tumepata maeneo makubwa sana, na eneo kubwa kabisa ni potential. Maeneo mengine yalikwishafanyiwa upimaji na kubainika kwamba yana madini ya kutosha. Kwa hivyo sisi kama Geita tunafarijika sana. Lakini niseme tu kwa ujumla wake, kama mwenyekiti wa madini ya dhahabu taifa kupitia FEMATA, kwa kweli kila awamu imekuwa na faida na jitihada ambazo imezifanya katika nchi hii. Lakini kwa kweli niseme awamu hii ya 6 sasa imeenda kutupaisha sisi wachimbaji, na hasa wachimbaji wa dhahabu, kwa sababu tumekuwa na uhakika wa kuuza dhahabu zetu kwenye masoko ambayo yanafanya kazi kwa uwazi kabisa. Unapokwenda na dhahabu yako pale unapokewa, inapimwa, serikali iko pale, lakini pia madira wako pale. Hata wale madira waliokuwa na mawazo ya kipotofu, waliokuwa na mawazo ya kikanjanja, hawezi tena kufanya kwa sababu serikali iko pale. Sasa hiyo ni faraja kubwa sana kwa wachimbaji, hasa sisi wachimbaji wa dhahabu. Kwa hivyo tuseme tu kwa ujumla, kwa kweli serikali hii awamu ya 6 imetufanyia makubwa sana. Sisi ndio tuna deni, yani kwa kweli sisi kiu yetu amekwenda kuipunguza, au kama sio kuimaliza kabisa. Na kingine ni kwamba yale maeneo makubwa yaliyokuwa nahodiwa na matajiri na wale watu kutoka nje, walikuwa wameshika maeneo makubwa kabisa, zile leseni za utafiti. Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo, na Mheshimiwa Waziri wetu Mheshimiwa Waziri wetu Peter Mavunde amekwenda kutekeleza kwa vitendo kabisa. Amekwenda kufuta zile leseni za utafiti, na maeneo hayo kwa kweli sasa ameyaweka tayari kwa ajili ya kuwapatia wachimbaji wadogo. Hiyo ni shukrani kubwa sana ambayo sisi tunaendelea kuitoa kwa serikali hii ya awamu ya 6 chini ya mama shupavu kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sio kuupiga mwingi tu, anaupiga sana.